Na majira ni saa 9 South Africa kati, ikiwa ni 10 majira Afrika Mashariki. Hii ambayo unasikiliza ni Baraka1 TV, kipindi cha habari na maelezo, na mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga, ambaye nakurushia haya matangazo moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika kipindi hiki cha habari na maelezo tuna habari nyingi ambazo tutakwenda kuzichambua siku hii ya leo. Kama ilivyokuwa ahadi, na katika taarifa zetu bwana, katika taarifa yetu ya siku hii ya leo tutagusia kuhusiana na Generali Masunzu. Taarifa zinasema kwamba Generali Masunzu kuweza kupandishwa cheo na kuwa chef d'état major adjoint chargé na renseignement pamoja na operation. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza uwezo wake mkubwa wa kijeshi kwa kuweza kuingiza drones zisizopungua 50. Hizi ni drones mpya aina za Kaihong CH4. Kuna siri kubwa kutoka kwa Jacques Ndala wakati akiojiwa na Maison Militaire jijini Kinshasa, huku akitaja mtu anaitwa Oswald Mukingi Nahimana ambaye ni ancien directeur general wa ofisi ya control congolais OCC, husika ama kuwa muhimili mkubwa wa M23 ambaye yupo jijini Kinshasa. Na vile vile Etats-Unis imeweza kuwagusa kwa kiwango kikubwa wahusika nchini Rwanda, wakiwa ni wanawake wakubwa watatu, na wao pia waliingia katika ile zile sanctions za Etats-Unis, ikiwemo msemaji wa rais wa serikali hiyo, pia ikiwemo kiongozi wa ligi ya NBA Africa, na pia kuna huu mwanadada ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya usafirishaji wa anga Air Rwanda. Na tutamalizia kwa kugusia kauli mbiu, kauli tata ambayo ni ya huenda inawezekana Ufaransa ikatoa kibali cha kuwakamata kina Corneille Nangaa kwa mauaji yaliyofanyika jijini Goma. Hii iko ku conditionnel, ils auraient faire ça. Huenda wakafanya hivyo, na ndio ambayo watu wanasubiria kwa sasa hivi. Na ili kuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata haya matangazo kila wakati. Tuanze na hili swala la chini ya vyanzo vingi vya habari vinaeleza kuwa kuna uwezekano kwamba serikali ya Ufaransa ikatoa mandat d'arrêt international contre Corneille Nangaa Bertrand Bisimwa kwa kuhusika katika mauaji ya mwanamama ambaye ni Mfaransa, sababu the more siku zinakuja, siku zinaenda, ndio sisi tuko tunapata maversion mbalimbali ya kifo chake. Taarifa mpya zinasema kwamba huu mwanamama aliweza kuuliwa kabla ya shambulizi ya lile drone. Ina maana alifanya kuuliwa kwanza, kisha wakapiga sambla ile drone ili waweze kupata motifu ambayo wataitangazia jamii ya kimataifa.
Ndio taarifa ambazo zimetokea Bukavu hivyo kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo baada ya uchunguzi ambao umefanyika kuanzia kule Goma kwanza, MONUSCO wenyewe Goma wamebainisha kwamba hili ambacho kilifanyika pale sio drone kutoka serikalini bali imetoka nje, na vile vile mwili wa huyo mwanamke unasemekana kwamba ulikuwa tayari umekwisha kuuliwa kabla ya hiyo drone kuja kutokea. Kuna taarifa hii hapa ya wizi wa material ya nilikuwa nimeiacha, lakini nimu pia niweze kukuletea nayo kwamba piage ya material maeneo ya Kigurwe na M23 wamefanya wizi huo tarehe 12 za Machi 2026 ikiwa inaelekea majira ya saa 10 za jioni. M23 wakiwa pamoja na washirika wao maeneo ya hayo maeneo ya katika utawala wa Kifuliru, nazungumzia Kigurwe hapo, waliweza kuvamia stock ambayo ilikuwa inachunga vifaa mbalimbali vya ujenzi wa barabara ya kilalo ambayo inaunganisha kijiji cha Kigurwe pamoja na kijiji cha Ndunda ndani ya groupmenti ya Kabunambo. Habari zinasema kwamba magaidi hao M23 waliweza kuingia hayo maeneo na hivyo kufanikiwa kuiba vifaa vifuatavyo: ferabeto, simenti na mahitaji mengine. Wamechukua bari za ferabeto 130, wakichukua hizo zilikuwa ni beto za diametri 24, 130 za 24. Wamechukua pia 220 bari za ferabeto za diametri 12. Wamechukua pia ferabeto 121 za diametri 10, na mahitaji mengine yote ambayo yanahitajika kwa ajili ya kuweza kutengeneza barabara. So huo ni wizi ambao umefanywa na magaidi wa M23. Kipindi ni habari na maelezo. Baada ya M23 kufanya hayo matukio, tuendelee kusikiza matangazo yetu ya habari na maelezo. Tunaenda mbele, tunarudi nyuma, tugusie hili swala la kuongezeka kwa uwezo wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa hivi DRC imeweza kuingiza vifaa vipya. Kulingana na vyanzo kutoka ndani ya jeshi vinasema kwamba vikosi tifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii hapa ni FARDC, wamefanikiwa kuweza kuingiza drones mpya zaidi ya 50 zikiwa ni marki za Kichina. Hizi zimetengenezwa China, hizi zinatokea China. Ni drone aina ya SH4 ambazo zimekuwa na gharama ya milioni za Kimarekani 200, na hivyo kuweza kuongezea uwezo wa jeshi letu la anga ambalo litatumia kwa ajili ya kuweza kufanya mahitaji muhimu ya kutongana na magaidi wa M23. Hizo drones zinaitwa Kaihong 4 HC4, drone ambazo zinakuwa ziko na uwezo mkubwa. Kwanza zinapiga ni kwa urefu, zinatembea urefu mzuri, na pia zikilenga uwaga haziendi kinyume. Yani malengo yake zikitumwa kushoto ni kushoto pale pale. Hakuna sema drone zimekosea sible. Zikienda zinahenda. Haya bwana.
Uwezo wa hizi drone ni mkubwa sana. Drone ambayo iko na uwezo wa kukaa mwewa masaa 40. Masaa 40 iko na mizigo, iko na zunguruka. Wall kama ni hizi drone ni hatari. Hizi drone ni hatari kabisa. Hizi drone zinaweza zikatupa misile, zinalansi misile na zinakaa ziko pembeni. Iko na uwezo wa kupanda mpaka metre 1500 mwewa isionekane. Metre 1500, mita 1500 angani inapanda huko. Donke hautaiona sema drone ile pale. Sasa hizi si ndo drone za kutumika hizi. Juu hautaiona, hautaisikia. Hii inapanda metre 1500 mwehewa. Unaona? Yaani kilometre 5. Hii inafaa kutumika. Ianze kutumika. Hizi zingali mupe zingali zinaingia. Kwa hiyo tutasubiria tuone manevro yake kwenye hizi zitafanya kazi. Haya, habari kubwa ni ya smartphones, ile tutaiongelea tu. Sanction za Rwanda zimeweza kuwagusa wanawake watatu wazito ndani ya serikali ya Kigali. Mmoja, kuna mwanamke anaitwa Clara Akamanzi, ni directrice generale wa NBA Africa. Pia ni ancienne directrice generale di RDB. Kuna Yolanda Makolo, huyu ni porte-parole wa gouvernement ya Rwanda, ambaye huyu Yolanda huyu babake ni originaire wa Republique Democratique du Congo, etni ya Luba, region ya Kasai, lakini mama yake ndiye Mnyarwanda. Unaona? Yolanda Makolo, mama yake ni Mnyarwanda, baba yake ni Mkasai, lakini ona gisi iko natumikia serikali ya Rwanda. Sasa nyinyi ambao mko mnazaa na Wanyarwanda, ile nyalisemaga Sylvain ancien msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ilikuwa ni ile ni kweli, ndio sina kuaga vile. Ukizaa na Mnyarwanda tu bwana, sahau kabisa. Huko huyo anaitwa Ine Mpambara, ministre ndani ya ofisi ya waziri mkuu. Kabla ya kuwa hapo, alikuwa kwanza directrice wa cabinet wa president Paul Kagame. Hawa wanawake watatu ni miongoni mwa wanawake miongoni mwa watu ambao wanaweza walikuwa wanachangia vikuwa vizuri na kufuatilia kwa karibu sana hii vita yenye iko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na walikuwa wanaijua mipango yote yenye iko nafanyika huku kwetu. Na hizi sanction ambazo zimewagusa zimekuwa ni kubwa sana na zinaendelea kuinyongonyeza serikali ya Kigali. Kitu ingine, kuna mtu anaitwa Oswald Mukingi Naimana. Oswald Mukingi Naimana iko wapi? Huyu hapa. Huyu bwana ni Mnyarwanda, aliwahi kuwa kiongozi wa OCC, bosi wa OCC, na mara mingi ashawahi kupewa nafanya wazifa mbalimbali serikalini, kuongoza kampuni za serikali.
Huu bwana Oswald Mukingi Naimana, familia yake yote iko Etats-Unis. Asili yake ni ya Kinyarwanda. Kishasa, kazi yiko nafanya yeye ilikuwa ni kurekrite watu na kuendelea kuchora ramani ya Kishasa na movement za rais zote gisi iko natembea huku akiwa anatuma signal Goma. Aya, mashtaka ni kuwa amehusika kutengeneza M23 ndani ya jiji la Goma kwa ajili ya kuweza kuvamia msafara wa rais. Ndio hii kutengeneza njia, kujua rais anaingiaga hivi, anatoka hivi, atapita hivi, anafanya hivi, anazoea kwenda hapa. Ile maitinerary zote zile ndio walikuwa wako wanazitengeneza kwa ajili ya kuweza kufanya mashambulizi kwa rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Huyu bwana pia alikuwa miongoni mwa watu ambao waliweza kutengeneza RCD wakati mzee Laurent Kabila alipofukuza Wanyarwanda warudie kwao, wakashuka Goma na kwenda kuanzisha RCD, naye alikuwa ni mtu wa RCD. Ndio yenye mimi nasema kila siku kwamba yeyote mwenye alikuwa ansie wa CNDP RCD AFDL haiko mtu wa kufairi confiance hata kidogo. Juu hao watu akili zao zingali vile vile. Unaona? Hawa watu hawawezi kubadilika hata kidogo. Hata kidogo hawawezi kubadilika, kwa sababu ndiyo ambao wako wanaleta chokochoko ndani ya jeshi, ndiyo ambao wako wanaleta utovu wa usalama nchini. Hata Mungu washuke leo kusema kwamba wote waliotumika na CNDP na RCD waweze kukaa kwenye mstari, hiyo kazi ni kazi bure, haiwezekana. Naona aya, tuchukulie Masunzu. Taarifa kutoka katika vyanzo vyetu vya siri mno vinasema hivi: kuna uwezekano wa kwamba Pacifique Masunzu akateuliwa akapewa nyazifa ya kuwa chef d'état major adjoint chargé na operation pamoja na renseignement. Aya, tunaanza hivi. Bwana Masunzu aliweza kukamatwa le 2 Novembre 2025 Kisangani huko na akapelekwa mpaka Kishasa. Kipindi hicho tukatangaza hii taarifa kwamba Masunzu iko amekamatwa na amepelekwa Kishasa kwa ajili ya mahojiano. Baada ya kuingizwa kwenye chumba cha mahojiano na Conseil National de Cyberdefense CNS, baadaye akaja akachiwa huru. Na unapoachiwa huru na hiki kitengo bwana, ina maana kwamba kesi yako wewe inaambiwa kwamba pose kwanza, tulia, tungali tutaishughulikia baadaye. Na baada ya hapa nafasi yake ya troisième zone de defense ikapewa mtu mwingine. Yeye akawa yuko kamanda tu bila kuwa na kitengo maalum. Sasa inasemekana kwamba kwa sasa bwana Masunzu anatarajiwa kuchukua cheo cha kuwa kamanda mkuu msaidizi wa FRDC mwenye anahusika na renseignement pamoja na nini na operation. Hiyo nafasi ni nafasi ya Chaligonzi, Jacques Chaligonzi Nduru ndo mwenye iko pale. Sasa yeye anatarajiwa kuondolewa pale, nafasi hiyo aweze kuipewa huu bwana Masunzu. Serikali ya DRC iko na mipango yake yenye inapanga, na endapo Masunzu kweli atapewa nafasi hiyo, subiri tuone atakuwa na kitu gani, kwa sababu hiki ni kitengo nyeti sana. Masunzu aliwahi kutumika na RCD
kuna wakati alikuwa yuko upande wao, kuna wakati alivurugana nao. Donc ni kamanda mwenye kiukweli anakuaga haeleweki. Masunzu yeye haeleweki. Wakwao, kwa sababu huyu ni mmoja kati ya wakimbizi wa Kinyarwanda Masunzu. Ndio. Anaweza kuwa ni Muhutu, anaweza kuwa ni Mtwa kutoka Rwanda, lakini alitokea wapi? Rwanda. Sasa Masunzu bana iko na tatizo na hawa wakimbizi ambao wanajiita Wanyamulenge. Mara mingi hawaelewanagi naye, na yeye apendagi kufuata oda kutoka kwao. Sasa kunakuwa kuko sintofahamu kati yake na hawa jamaa, inashinda kueleweka Masunzu yuko upande upi. Lakini wakongomani wana historia mbaya sana na Masunzu. Tuzungumzie zaidi sana Kivu ya Kusini, hawana imani kabisa na Masunzu kwa sababu wana historia bovu na Masunzu. Ila serikali ya Kishasa kama kweli itafanya hichi kitendo kumpatia nafasi ya renseignement, chef d'état major adjoint chargé na renseignement na operation, ina maana vita yote yenye iko nafanyika iko mkichwa yake. Sawa, iko na taarifa zote, nini kinafanyika, nini kinaenda wapi, tufanye wapi tu nini. Donc iko na kila kitu mkichwa yake, na ndio mtu ambaye haaminiki na wananchi. Ili swala litasimamia wapi? Je, atapata na ile courage ya kusema kwamba anaweza kuexercer tashi yake vizuri? Je, wananchi wataendelea kufaire confiance na gouvernement yenye badala ya kuwateua watu ambao tunaona ni wageni, kuwapea nafasi za uongozi wa juu wa jeshi? Je, hii ni nafasi sahihi ama nini ambacho kinatakiwa kiweze kufanyika? So tutasikiliza hapa wananchi watatuletea. Mnaweza tuletea jumbe mbalimbali ili tuweze kupata uhakika wa nini ambacho kiko kinafanyika. Je, Masunzu mnamuonaje kama wasikilizaji, na mnahisi kwamba atakuwa ni msaada ama ataharibu ile nafasi ambayo amepewa? Aya, nafikiri katika hali ambayo iko inaendelea sasa, ndo tuzame kwenye maelezo yetu ya kila siku kupitia kipindi hiki cha habari na maelezo. Baada ya kuweza kusikia vichwa mbalimbali vya habari, sasa ni wakati wa kuweza kuvizamia. Tuzamie kidogo, tufanye ka uchambuzi hapa kuweza kugundua vingine. Nikigusia kwanza ili swala la wizi ambao umefanyika na M23, wizi wa vifaa vya kujenga barabara vya kutoka Kiguru kwenda mpaka Ndunda mgrupema ya Kabunambo. Sio jambo la kushangaza, kwa sababu hiyo ndio M23 wamelelewa hivyo, wamezoea hivyo. Ni watu ambao wanakuja kwa ajili ya kuweza kupie na kuondoka. Hawana hata mahusiano yoyote na maendeleo na hawezi kuleta maendeleo yoyote ile. Badala yake wanakuwa wakifanya tu uhalifu ambao wao kwao unawanufaisha, na vyote ambavyo wako wanaiba hawako wanavitumikisha DRC. Badala yake viko vinapelekwa wapi? Viko vinapelekwa Rwanda. Na kitu ambacho nitazidi tu kuwashauri vijana wetu ambao mpaka sasa hivi wanashindwa kuelewa kwenye M23 iko inaenda, na badala yake wako wanaisupport. Acheni kusapotiana na hichi kikundi, ni kikundi cha wauni, na mwisho wa hichi kikundi ni hasara kubwa sana. Définir un peu cette crise en un mot. Mais c'est que aujourd'hui le Congo est sous une occupation ethnique. Dans les FARDC, il y a 545 officiers Tutsi rwandais. Kabila est un Rwandais, ce n'est pas une insulte. C'est sa nationalité, c'est son ethnicité. Où est le problème? Je suis un Muntu, un Mouyansi.
Mais je me proclame Moyansi, je ne me cache pas. Kabila est un Tutsi rwandais. Ok, oui, je suis un Moyansi de Bagata. Ce n'est pas, c'est pas une honte. Kabila est un Tutsi rwandais, qu'il rentre au Rwanda. Même chose avec des Sengimana, Charles et tous ces gens-là. Si vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création d'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batédra qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétela belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantoues qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batétela belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi-land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwena Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda, et il n'y a plus de crise au Congo. Mais la MONUSCO est au Congo depuis bientôt 18 ans. Contre qui se bat la MONUSCO? Contre qui? 21 000 casques bleus, équipés de tout l'armement des moyens de communication. Pas contre le CNDP. Le CNDP s'appelle 500 miliciens Tutsis. Pas contre le M23. Alors contre qui se bat la MONUSCO? Mais écoutez, il y a trop d'hypocrisie. La crise congolaise, vous le savez, c'est la crise la plus longue et la plus sanglante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il ne faut pas la traiter par la légère. Il y a eu maintenant près de 10 millions de morts. Quand il y a un attentat ici en Europe, 20 personnes qui meurent, c'est bon, on fait beaucoup de bruit, c'est normal. Comparaison de pas raison. Mais il y a quand même 10 millions de morts au Congo. Regardez ce qui se passe au Kamwena Sampo. Brusquement, ça s'enflamme. Et vous verrez que bientôt, ce sera le Kasaï oriental. Et puis demain, ce sera le Bandundu. Parce qu'on est en train de déstabiliser tout le pays afin de créer les conditions propices à la création du Tutsi-land. Il faut dire les choses clairement. Et ce n'est pas une insulte. Ayez le courage de reconnaître qu'il y a trop d'hypocrisie et de tartufferie. C'est un mot que vous avez utilisé en ce qui concerne le Congo. Mais bien sûr. Donc, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Le Congo est confronté à une crise de type ethnique. Le génocide du Rwanda, n'est-ce pas, de 1994. D'abord, les gens ne savent pas compter. Il y a eu 4 génocides au Rwanda. 4, pas 1.
Et donc, c'est le génocide du Rwanda qui a servi de prétexte pour l'invasion du Congo par l'AFDL. Et l'AFDL ne fut pas une rébellion congolaise. Ce fut une milice armée, toutes ces rwandaises. Maintenant, on le voit, n'est-ce pas? Et Kabila, c'est quoi? Mais Kabila est un immigré clandestin, devenu président de la République. C'est la première fois, je l'ai dit, dans le système solaire, où on voit un immigré clandestin arriver dans un pays sans passeport, sans visa, sans titre de transport. Il ne parle aucune des langues de chez nous et qui 3 ans et demi plus tard devient président de la République. Je connais ici en Europe et particulièrement en Belgique des Congolais qui vivent ici depuis 10 ans et qui n'ont même pas une carte de séjour. So, tuishie kwanza hapo kwa siku hii ya leo na endelea kusikiliza Baraka1 TV. Mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga. Bye bye.